Yes, haleluya. Ni wakati wa kwenda mbele za Bwana tena kwa saa na majira mengine ambayo Bwana ameyafanya. Ni saa ya kwenda madhabahuni pa Bwana kumwambia Bwana, jina lako litukuzwe. Ni wakati wa kuliadhimisha jina la Bwana na kujiandaa na ibada ambayo Mungu ametupa neema pasipo kufaa wala kustahili, na kibali cha kuyaona majira na nyakati za leo. Nasi tunaenda mbele za Bwana tukiliinua na kuliadhimisha jina lake, tukisema jina lako litukuzwe Bwana, jina lako litukuzwe Bwana, jina lako litukuzwe Bwana. Haleluya. Yes. Mungu Baba uliye mbinguni, jina lako Baba litukuzwe. Ufalume wako na uje, mapenzi yako Baba yatimizwe. Mungu Baba uliye mbinguni, jina lako Baba litukuzwe. Ufalume wako na uje, mapenzi yako Baba yatimizwe. Mungu Baba, Mungu Baba uliye mbinguni, jina lako Baba litukuzwe. Mwadhimishe Bwana. Ufalume wako na uje, mapenzi yako Baba yatimize. Mungu Baba, Mungu Baba uliye mbinguni, jina lako Baba litukuzwe. Ufalume wako na uje, mapenzi yako Baba yatimizwe. Nilalapo na niamkapo, wema wako bado upo kwangu. Nimezungukwa na nguvu zako, ewe Yesu, urafiki mwema. Nilalapo na niamkapo, wema wako Baba bado upo kwangu. Nimezungukwa na nguvu zako, ewe Yesu, urafiki mwema. Karibu Yesu, ukae kwangu siku zote maishani mwangu. Karibu Yesu, karibu ukae kwangu siku zote. Mwadhimishe Bwana maishani, mwambie Bwana karibu Yesu,
maishani. Kusanya familia yako, mwadhimishe Bwana. Yesu, Karibu Bwana, ukae kwangu siku zote maishani mwangu. Uwe wangu uwe wangu daima. Nipatwapo na shida, uwe wangu Yesu, uwe wangu daima. Hata nikilala na njaa, uwe wangu Yesu, uwe wangu daima. Niangukapo, uwe wangu, ninyanyue, uwe wangu daima. Ninakuomba Yesu, uwe wangu, uwe wangu daima. Hata nikiwa kwenye ibada zangu, uwe wangu Yesu, uwe wangu daima. Yes. Kuna watu miungu yao ni ng'ombe. Kuna watu miungu yao ni aina fulani ya wanyama. Kuna watu miungu yao wanategemea mizimu. Na sisi Mungu wetu ni yule Mungu aliye hai. Na sisi Mungu wetu ni yule aliyeziumba mbingu na nchi. Na sisi Mungu wetu ni yule ambaye hajawahi kushindwa na jambo. Na sisi Mungu wetu ni yule Mungu anayejibu kwa wakati. Haya, ninatamani kukwambia Mungu yuko pamoja nawe sahi. Mungu yuko pamoja nawe sahi. Unapoendelea kuliadhimisha jina la Bwana, ni yeye anayekwenda kukuhudumia. Yeye anayejua sirini mwa mtu. Yeye anayejua ndani ya sakafu ya moyo wa mtu. Yuko mahali hapa. Yuko mahali hapa. Yuko mahali hapa. Unaweza ukanyosha mikono yako tu namna hii. Elekeza mapaji ya mikono yako juu. Ishara ya kumwadhimisha Bwana. Ni wakati wa kutendewa, ni wakati wa kutetewa. Kila aliyeonewa, yuko Mungu mtetezi wa wote. Haleluya. Mungu wetu mwenye nguvu ni Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu, Baba wa milele. Ni mwenye nguvu, Ebeneza, Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu, Baba wa milele. Watoto wako wanakuinua, wanakupa sifa. Mungu wetu, Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu ni Baba wa milele. Ni mwenye nguvu, Ebeneza, Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu, Mungu wetu Baba wa milele. Twakupa sifa, Ebeneza, Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu, Baba wa milele. Rehema zako, fadhili zako kila asubuhi ni mpya tena, zanifariji moyo niamkapo Baba. Rehema zako, fadhili zako kila asubuhi ni mpya tena, zanifariji moyo niamkapo. Ni mwenye nguvu, Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu. Endelea tu kuliadhimisha jina la Bwana. Endelea tu kumwambia Bwana. Mungu wetu
wa milele, Mungu wetu mwenye nguvu, Mungu wetu, Baba Mungu wa wetu, milele, Mungu wetu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mungu wetu mwenye nguvu, ninaona nguvu za Mungu zikishuka mahali hapa. wa milele, Ninaona uwepo wa Bwana uko pamoja nasi mahali hapa. Ayayaya, hatuna kitu cha kutumaini isipokuwa ni Mungu peke yake. Ni yule aliyetutengeneza kwa njia ya kumtoa Yesu Kristo. Haleluya! Nasi tunasogea katika madhabahu yake, madhabahu takatifu, madhabahu ya Bwana, madhabahu iliyopewa neema, madhabahu iliyopewa kibali, madhabahu iliyopewa nguvu, madhabahu iliyopewa uweza. Tunasogea madhabahuni pa Bwana ili Mungu aweze kutuhudumia sahi. Fungua moyo wako, 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 fungua moyo wako. Jiachilie tu kwa Bwana, jiachilie tu kwa Bwana, jiachilie tu kwa Bwana, jiachilie tu kwa Bwana, jiachilie tu kwa Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Nisikilize mpendwa, haleluya. Matumaini yetu yapo kwa Yesu mpendwa, yeye aliyetupa madhabahu zilizo takatifu zenye nguvu kama madhabahu hii. Hana mchezo, ni yule Mungu anayejibu papo kwa papo. Haijalishi ni tatizo gani, ni jambo gani, lakini wakati kama umefika, hakuna mtu wa kuzuia baraka zako, hakuna mtu wa kuzuia majibu yako, hakuna uchawi wala uganga, hakuna mizimu ya ukoo wala nguvu za aina yoyote zilizowekwa kwa ajili ya kuzuia lile kusudi la Mungu katika maisha yako. Jisogeze kwa Bwana saa hii tunapokwenda kuimba wimbo huu. Ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, chako tumaini sina, ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuzi. Hebu kanisa tumwambie, kwake Yesu nasimama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Fungua kinywa chako, mwambie Yesu, kwake nasimama, kwake Yesu tamka maneno hayo, nasimama, kiri ushindi katika jina la Yesu. ndiye mwamba ni salama, Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ndiye mwamba ni salama.
kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba, endelea tu kuliadhimisha jina la Bwana. Uwepo wa Bwana uko mahali hapa. Yeye aliyeipasua ile milima, yeye aliyepasua zile nguvu zilizokuwa zimefunika ile bahari ikagawanyika, ndiyo yuko mahali hapa. Mwamba ni sahihi, kwake Yesu, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba, ndiye mwamba, ni salama, ndiye mwamba, ndiye mwamba, ni salama, ndiye mwamba, ndiye mwamba, ni salama. Kwake Yesu, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba, ndiye mwamba, ni salama, ndiye mwamba, ndiye mwamba, ni salama, ndiye mwamba, ndiye mwamba, ni salama. Unaweza sasa ukasimama kwa miguu yako ukaendelea kumwambia Yesu, hakika kwako mimi ninasimama, kwa sababu wewe ndiwe mwamba, ni salama. Haijalishi ni jambo gani lililoko mbele yangu, ninahitaji kusema nawe. Niko tayari kusikia ujumbe wa neno la Mungu. Niko tayari kusikia ujumbe wako, e Bwana, ambao umeniandalia katika nyakati hizi, umeniandalia katika saa hii. Niko tayari kusikia na kupokea ujumbe uliotoka kwako, maana kwako niko salama, maana sijakata tamaa. Ndio maana nimeingia tena kwenye nyumba ya ibada, ndio maana nimekuja tena kusikiliza neno lako. Endelea kumwambia Bwana, nasimama, ndiye mwamba, ndiye mwamba, ni salama, ndiye mwamba, ndiye mwamba, ni salama. Ninaona Roho Mtakatifu ameshavaa watu. Roho Mtakatifu ameshaingia katikati ya watu. Kwake Yesu, kwake Yesu. Endelea kukiri ushindi. Kuna jambo linatokea katika maisha yako. Kuna kitu kinatokea siku ya leo. Kuna saa imefika. Wakati umefika. Oh, ndiye mwamba, ni salama, ndiye mwamba, ndiye mwamba, ni salama. Acha tumwambie shetani pamoja na malaika zake na wachawi wote, nikitwa hukumuni, moyoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba, ndiye mwamba, ni salama, ni salama, ni salama, ndiye mwamba, ndiye mwamba, ni salama, ndiye mwamba, ndiye mwamba, ni salama. naona Roho Mtakatifu anawahudumia watu mahali hapa. Wako Bwana, uwe nami, uwepo
mahali hapa. Uwepo wako Bwana uwe na neema yako Yesu, achilia moyo wako uwe na. Wakati mtumishi wa Mungu anapokuja kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu, achilia moyo wako ukimwambia Bwana, uwepo wako ninatamani uwe ndani yangu ili mpate kusikia. Fungua masikio yangu kwa jina la Yesu. Fungua moyo wangu ili nipate kupokea kile kilichotoka kwa mjumbe wako na mtumishi wako Bwana. Uwepo wako ukanifunike. Achilia moyo wako. Uwepo wako Bwana, Uwepo wako Bwana, jiachilie tu kwa Bwana. uwe na. Fungua moyo wako. Uwepo wa Bwana uingie kwako. Uwepo wako Bwana, Yuko tayari kutengeneza vile vilivyoharibika. Yuko tayari kuvifinyanga kwa upya. uwepo wako Bwana, Ayayaya, uwe nami, uwe nami, uwe nami. Uwepo wako Bwana, Uwepo wako uwepo wako Bwana, uwe na. uwepo wako, Uwepo wako uwepo wako Bwana, uwe na. uwepo wako, Uwepo wako Bwana, uwe nami. uwe na. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Uwepo wako Bwana, uwe na. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Uwepo wako Bwana, uwe na. Uwepo wako Bwana, Uwepo wako Bwana, uwe nami. uwe na. Uwepo wako Yesu, Uwepo wako Bwana, uwe nami. uwe nami. Uwepo wako Yesu, Uwepo wako Bwana, uwe nami. uwe nami. Uwepo wako Yesu Baba, Uwepo wako Bwana, uwe nami. uwe nami. Uwepo wako Yesu, Uwepo wako Bwana, uwe nami. Endelea kumwadhimisha Bwana mahali hapa, kama mtu ambaye anatamani uwepo wa Bwana uweze kwenda pamoja na yeye katika maisha ya kwake. Endelea kuliitia jina la Bwana, endelea kulitaja jina la Bwana, maana wote walioliitia jina la Bwana kuna mahali ambapo Mungu aliendelea kuwavusha na kuendelea kuziachilia baraka zake juu ya watu wake. Endelea kumwambia Bwana, uwepo wangu, uwepo wako uwe pamoja na mimi. Endelea kuliitia jina la Bwana, endelea tu kuliitia hilo jina la Bwana. Hebu endelea tu kuliitia hilo jina la Bwana mahali ulipo, popote unapotufuatilia, walioko mahali hapa, endelea kuliitia hilo jina la Bwana, maana Bwana tuliye naye anafurahi zaidi anapoona mioyo yetu iko tayari kwa ajili ya kuliitia jina lake. Yesu, nami mjoli wako ni mdogo kabisa, sistahili kabisa katikati ya falme wako. Bwana, uwepo wako ukaende pamoja nami ninapoenda kulisema neno lako takatifu. Fikra zangu, akili yangu, maarifa yangu, Bwana, nayaweka chini ili wewe mwenyewe ukapate kuabudiwa. Tazama watu wako ambao wanakufuatilia wewe kwa njia ya somo lako, kwa njia ya watumishi wako, mfalme wa amani. Kuna mahali ambapo wanatamani wafike.
Bwana, nitakapokwenda mwenyewe sitaweza kuwafikisha, lakini nitakapoenda na uwepo wako Bwana, watafika mahali unapopenda. Asante kwa kuwa wewe ni mwema. Endelea kuketi katika utulivu ili niachilie neema ya Bwana aliyoiachilia juu yetu, kwa namna ambavyo Bwana ametusemesha katikati ya juma hili. Tuna kichwa ambacho kinasema nguvu ya madhabahu. Nataka niseme maana ya neno madhabahu, lakini pia nataka nikuambia ya kwamba kila mmoja katikati yetu kuna namna anaweza akafahamu kwa namna ya madhabahu. Tunaposema neno madhabahu, unaweza kusema maana ya neno madhabahu kwamba ni mahali ambapo mtu anakutana na roho wa Mungu au roho wa shetani kwa ajili ya ibada. Okay. Madhabahu ni mahali ambapo mtu anakutana na roho wa Mungu au roho wa shetani kwa ajili ya kufanya ibada. Lakini pia unaweza kuandika tena kwamba ni mahali pa kufanyia ibada, ni mahali pa kufanyia ibada ya Mungu au miungu. Narudia tena, maana nyingine ni mahali pa kufanyia ibada ya Mungu au ya miungu. Kwa maana yake ni kwamba mtu anayetaka kufanya ibada ni lazima aingie kwenye madhabahu. Aidha inaweza ikawa ni madhabahu ya Mungu au ikawa ni madhabahu ya Shetani. Na maana nyingine ambayo natamani tutembee nayo zaidi, madhabahu ni daraja ambalo linaunganisha ulimwengu wa rohoni na ulimwengu wa mwilini. Kwa hiyo madhabahu ni kitu ambacho kinaanzia mwilini, kinaenda rohoni, na kinatoka rohoni kinaingia mwilini. Kila mtu anayetaka kukutana na Mungu wa madhabahu ni lazima ajue namna ya kutembea juu ya madhabahu ya huyo Mungu ambaye anamtumikia. Nasema huyo Mungu ambaye anamtumikia kwa sababu iko miungu mingine ambayo sio Mungu wa baba zetu, yani Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ni miungu mingine ambayo inawakilisha ufalme wa Baali. Okay. Katikati ya eneo hili la kiroho, kila mtu ambaye alifahamu kukaa vizuri rohoni katikati ya eneo la madhabahu, maana yake kuna vitu aliviona, hata kama adui kuna vitu anatamani aviondoe katikati ya maisha ya kwako. Kwa hiyo kuna namna ukikaa sawasawa rohoni, unaweza ukafahamu mambo mengi ambayo yanaendelea katikati ya ulimwengu wa kimwili, hata kama kuna watu ambao hawajui nini kinachoendelea. Sikiliza, Biblia yangu ninayosoma katika kitabu kile cha Wafalme wa Pili, Biblia yangu ninayoisoma
katika kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari ule wa 26. Wafalme wa Pili sura ile ya 5 mstari ule wa 26, Biblia inaniambia ya kwamba akamwambia, je, moyo wangu haukwenda na wewe hapo ulipogeuka yule mtu katika gari ili akulaki? Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizeituni na mizabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa wa wajakazi? Maandiko yananiambia habari ya mtumishi wa Bwana aliyejulikana kwa jina la Gehazi pamoja na mtumishi wa Bwana aliyejulikana kwa jina la Elisha. Baada ya Naamani kupokea majibu ya kuondolewa ukoma, maandiko yananiambia ya kwamba akaja kwa Elisha ili aweze kutoa sadaka. Biblia inaniambia ya kwamba mtumishi wa Bwana Elisha akaikataa ile sadaka. Alipoikataa ile sadaka kwa sababu ya uroho wa Naamani, Biblia inaniambia ya kwamba Naamani akamkimbiza, akamsimamisha, akawa anatamani kuendelea kupokea juu ya yule mtu ambaye alikuwa anaitwa Naamani, naye akapokea. Alipopokea vile vitu, maandiko yananiambia ya kwamba alipovipokea, Roho wa Bwana akamjulisha mtumishi wake ambaye alikuwa anaitwa Elisha, akamwambia kuna vitu ambavyo ulivikataa, lakini mtumwa wako kuna namna amevielekea ili aweze kuvichukua. Maandiko yananiambia ya kwamba Elisha akamwambia, Roho wangu alikwenda pamoja na wewe. Halo, unajiuliza maswali machache kwamba ni kwa namna gani Elisha alikwenda pamoja na huyu mjakazi wake. Kwa nini? Kwa sababu mjakazi anaona kabisa ya kwamba hakufanya hivyo, lakini Roho wa Bwana alimshuhudia, na mwisho wa siku Biblia inaniambia basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na uzao wako hata milele, naye atatoka usoni pake mwenyewe ukoma kama theluji. Laana ikaingia. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya ile sadaka, unapoitazama kwa jicho la kiroho, ilikuwa imebeba mzigo wa Naamani. Kwa hiyo ule mzigo alipouchukua Gehazi ukakaa juu yake. Na niseme nini? Ukijua namna ya kutembea na mambo ya rohoni wala ya mwilini, hayawezi yakakusumbua. Narudia tena, ukijua namna ya kucheza na mambo ya rohoni, ya mwilini hayatakusumbua. Sikiliza mpendwa, ukiyafahamu vizuri mambo ya rohoni, hautaogopa hao wachawi wa eneo lenu, hautaogopa hao waganga wa eneo lenu. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako unamjua Mungu, na wakati hao watu wakija, kuna namna ambayo Mungu anakuelekeza, anakuambia kuna kitu kimekuja.
hauhangaiki nacho, wewe unashindana nacho katikati ya ulimwengu wa kiroho. Sikiliza, nakumbuka siku moja tuliitwa mahali, mama mmoja akawa analia kwa sababu ya mchawi ambaye alikuwa anakuja kuitesa familia yake. Akaniambia, mtumishi wa Mungu, sikiliza, kuna mtu kazi yake siku zote ni kuhakikisha anapiga juu ya bati, na watoto wangu wanastuka, watoto wangu hawalali usingizi mzuri, ninaishi maisha magumu, mtumishi wa Bwana. Nikamwambia, ukiingia kwenye ufalme wa kiroho unaweza kukamata hata nguvu za kishirikina. Akaniambia, kwa namna gani? Nikamwambia, sikiliza, leo katika ulimwengu wa kiroho atakapokuja juu ya bati, atapiga kwenye bati na ataingia na mlango. Hawakunielewa, lakini majira ya Bwana yalipofika, ambayo alikusudia kumweka yule mchawi chini ya yule mama, alikuja kwenye bati, akashuka chini, akaingia ndani ya yule mama, akamwambia, mimi ndimi ninayekutesa. Sikiliza, kila roho zinazokutesa katikati ya maisha ya kwako, juu ya madhabahu hii ya Bwana, ninatangaza ya kwamba tunazikamata katika ulimwengu wa kiroho na hazitakuwa juu yako tena, na Bwana atakupa ushindi katikati yao. Hata kama wana nguvu, hata kama wana uwezo, hata kama wanatumia uchawi kutoka katikati ya maeneo ya Tanga, kutoka katikati ya maeneo ya Nigeria, hizo nguvu za Mungu wetu ni zaidi ya wachawi wa Nigeria, ni zaidi ya wachawi wa Sumbawanga, ni zaidi ya wachawi wa Tanga. Nguvu za Mungu zina uwezo. Kwa hiyo naamuru kila uchawi na uharibifu katika ulimwengu wa kiroho unaokutesa hivi leo, utakuwa mshindi katikati yao. Pigie Bwana Yesu makofi mengi mengi. Okay, nadhani kuingize sasa kwenye aina kubwa mbili za madhabahu. Aina kubwa mbili za madhabahu. Aina ya kwanza ni madhabahu ya nuru au madhabahu ya Mungu aliye hai. Aina ya pili ni madhabahu ya giza au madhabahu ya shetani. Hakuna mtu hata mmoja ambaye anaweza kusema mimi sipo nuruni na rohoni sipo, mimi niko katikati. Hakuna mtu ambaye yuko katikati. Kila mtu aliyeko duniani kuna madhabahu ambayo anaitumikia. Hakuna ambaye ni vuguvugu katika hili. Hakuna ambaye ni vuguvugu katika hili. Lazima uwe chini ya madhabahu moja kati ya hizo mbili. Ukikataa madhabahu ya Mungu, utakutana na madhabahu ya shetani. Ukikataa madhabahu ya shetani, utakutana na madhabahu ya Mungu. Kwa hiyo hakuna aliyeko katikati katika hili. Maana kuna wale marafiki zangu wanasema mimi huko sipo wala huko sipo, mimi niko katikati. Hakuna aliyeko katikati katika hili. Kwa hiyo naomba unisikilize vizuri, maana kuna mahali unaenda kutoka. Okay, naomba nieleze kidogo kuhusu habari ya madhabahu ya nuru. Madhabahu ya nuru ni mahali ambapo Mungu anashuka kukutana na watu wake.
kwenye madhabahu ya nuru, yani kwenye madhabahu ya Mungu, ni mahali ambapo Mungu mwenyewe anashuka kwa ajili ya kukutana na watu wake. Kwa hiyo kama Mungu anataka kukutana na wewe, anahitaji ukae kwenye madhabahu yake ili aweze kushuka, na atakaposhuka aweze kukutana na wewe hata katikati ya kilio chako, aweze kuyafuta machozi yako. Lakini ukiwa unatangatanga, ukiwa haueleweki, hata Bwana akishuka kwenye madhabahu ya kanisa unalosali, unaweza ushangae hakutani na wewe. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni Dorcas. Leo unakuja, kesho hauji. Kwa hiyo wenzako wanapokutana na Mungu wa madhabahu, anapolikagua jina lako, anakuta wewe haupo. Unasema, mara sijui nimeenda shambani kidogo kwenda kuangalia shamba langu. Unaweza ukashangaa, unasema nimeitwa kidogo mahali fulani. Kwa nini wasikuite majira ambayo sio ya ibada? Kwa nini wakuite majira ya ibada? Sikiliza, kila mtu katikati ya madhabahu ya Mungu, wakati ibada ikifanyika, lazima akutane na Mungu wa madhabahu. Okay, nataka nikusomee neno la Bwana katika kile kitabu cha Kutoka sura ile ya 20. Kutoka sura ile ya 20, mstari ni ule wa 2 na ule wa 3. Neno la Mungu katika kile kitabu cha Kutoka sura ya 20, mstari ni ule wa 2 na ule wa 3. Biblia inasema, mimi ni Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Anasema, usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa hiyo kila mtu aliyetaka kufarakana na Mungu alikamata miungu mingine. Unapowaendea waganga, maana yake unafarakana na Mungu wa madhabahu yako. Sikiliza, unaweza kusema ya kwamba watu hawanioni, mchungaji wangu hanioni, mwinjilisti wangu hanioni, lakini nataka nikuambie ya kwamba Mungu wa rohoni anakuona. Tumekuwa na watu wengi ambao ibadani wanaenda, lakini pia na huko kwa wakina Kalmanzire wanaenda pia. Wanaenda kufanyiwa vitu, tena wanaenda na kuku, tena wanaenda na mbuzi, tena wanaenda na ng'ombe, na wakija kanisani hawataki kumtolea Mungu wa madhabahu sadaka. Kwa nini? Kwa sababu hawaamini katika Mungu, bali wamejificha kwenye kivuli cha kanisa ili waonekane kama washarika, lakini ndani yao hakuna ushirika. Kwa nini? Kwa sababu wanaungama au wanaendea miungu mingine tofauti na Mungu wetu. Biblia inaniambia, akawaambia, nimewatoa katika utumwa kama sisi tulivyotolewa kwa njia ya Yesu Kristo katika utumwa wa dhambi ambazo tulizitumikia kwa njia ya baba zetu. Wala hakuna tena kutoa kondoo, maana sadaka ya Yesu Kristo ya kuingia msalabani ilitosha kwenye madhabahu ya Bwana. Mpendwa mtu wa Mungu, ni muhimu sana ufahamu jambo hili ninalokuambia, kwamba Mungu wa nuruni anakutana na watu wake. Kama Mungu wa nuruni anakutana na watu wake, maana yake ni kwamba na Mungu wa gizani naye vivyo vivyo
anakutana na watu wake, na hakutani nao kwenye maeneo ya kawaida, anakutana nao kwenye madhabahu husika. Kwa hiyo ni lazima ujue namna ya kumsemesha Mungu wa madhabahu aweze kukusaidia katika uhitaji wako. Okay. Kuna mambo ni muhimu sana uyafahamu. Kila madhabahu ina Mungu wake, kama ni Mungu aliye hai au ni Mungu wa Baali, lakini kila madhabahu ina Mungu wake kama nilivyokuambia. Lakini katikati ya madhabahu, kila madhabahu ili itwe madhabahu lazima iwe na kuhani wa hiyo madhabahu. Ukisoma Biblia yako katika kile kitabu cha Yoeli, neno la Mungu katika kile kitabu cha Yoeli, unaposoma sura ile ya 2 mstari ule wa 17, Biblia inasema hao makuhani wahudumu wa Bwana na walie kati ya patakatifu na madhabahu, na waseme uachilie watu wako, e Bwana, wala usiutoe urithi wako upate aibu, hata mataifa watawale juu yako. Kwani wasema kati ya watu ya yuko wapi? Kwani wasema kati ya watu yuko wapi Mungu wako? Kwa hiyo kazi kubwa ya makuhani katikati ya madhabahu ya Bwana ni kukutana na Bwana na kuwakutanisha hao watu waliopewa na Bwana, kuwakutanisha watu waliopewa na Mungu kwa njia ya kuwaombea aidha toba au kuwafundisha ili wajue namna ya kutembea na Mungu wao. Kwa hiyo kila madhabahu lazima iwe na kuhani. Hakuna madhabahu ambayo haina kuhani, na hiyo madhabahu ambayo haina kuhani, maana yake ni kwamba hiyo sio madhabahu. Sio madhabahu. Madhabahu ambayo haina kuhani sio madhabahu. Kwa hiyo kama upande wa nuru ulivyo, vivyo vivyo na wagizani una makuhani wake. Takuonyesha tu kitu kimoja hapo mbele. Nataka uandike kitu hichi tena. Kila madhabahu ina washirika wake au waumini wake. Kama madhabahu haina washirika, maana yake ni kwamba hiyo madhabahu kuna namna inakosa nguvu. Kwa nini? Kwa sababu ili madhabahu itiwe nuru, itiwe nguvu, lazima iwe na washirika. Okay. Nataka nikufundishe neno la Bwana katika kile kitabu cha Yeremia. Neno la Mungu katika kile kitabu cha Yeremia. Fungua Biblia yako pamoja nami. Neno la Mungu katika kile kitabu cha Yeremia, sura ya 3, mstari ni ule wa 15. Biblia inasema, nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakao walisha kwa maarifa na ufahamu. Kwa hiyo Mungu ameahidi kuachilia makuhani katikati ya waumini au washirika. Kwa hiyo kila mshirika lazima ujue namna ya kutembea na mchungaji wako. Kwa nini? Kwa sababu kama
hautajua namna ya kutembea na mchungaji wako. Maana yake kuna namna moja au nyingine, kuna vitu vya kiroho unaweza ukavikosa. Kwa hiyo mpendwa, mtu wa Mungu, lazima ufahamu kwamba kila madhabahu ina washirika, na katikati ya washirika wamepewa wachungaji wa kuwasimamia. Okay, nguvu ya madhabahu ya Mungu hukaa nguvu za Mungu. Kila mahali penye madhabahu kuna nguvu ambazo zinakaa juu ya hiyo madhabahu. Kwa hiyo wewe ambaye unaitwa Mkristo kama mimi, kama haujui namna ya kuziteka hizo nguvu za Mungu wa madhabahu, unaweza ukalalamika asubuhi, ukalalamika jioni, ukalalamika na usiku, na wala usipate kitu chochote. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna moja au nyingine Mungu wa madhabahu yuko mbali na wewe. Kwa hiyo mpendwa, mtu wa Mungu, unapozidi kukaa karibu na madhabahu, unazidi kuzikaribia nguvu za Mungu wa madhabahu. Okay, nikuendeleze, nikupitishe tena mahali. Ni lazima ujue ya kwamba hakuna madhabahu ambayo inaweza kuachilia baraka zako kama hakuna kitu kinachoitwa sadaka. Sadaka ni sehemu ya kiunganishi kati ya wewe na Mungu wa madhabahu. Kwa hiyo ukishindwa kusimama vizuri au ukishindwa kusimama sawasawa na eneo la sadaka, maana yake ni kwamba kuna vitu unaweza ukavikosa. Kuna vitu unaweza ukavikosa. Sikiliza, nikufundishe kitu kimoja. Unaposoma neno la Mungu katika kile kitabu cha Mwanzo, kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 8, kitabu cha Mwanzo sura ya 8 mstari wa 20 na hata wa 22, Biblia inasema, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatwaa katika kila wanyama, kila mnyama aliye safi, na katika kila ndege aliye safi, akavitwaa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Biblia inasema Bwana akasikia harufu ya sadaka. Kwa nini? Kila mtu anayetoa sadaka kwa Mungu wa madhabahu, Mungu anasikia harufu ya ile sadaka. Kwa hiyo anaposikia harufu ya ile sadaka, kuna vitu ambavyo katikati ya maisha yako ulivitamani vifanyike katika ulimwengu wa kiroho. Huyo Mungu anaposikia hiyo sadaka, anaenda katikati ya yale mashamba, anaachilia baraka za mashambani. Anaenda katikati ya ile elimu, anaachilia baraka ya elimu. Anaenda katikati ya ndoa, anaachilia baraka ya ndoa. Hata kama ndoa ilikuwa na utasa, atakaposikia sadaka, kuna namna atakutana na wewe. Harufu ya sadaka ina maana kubwa sana katika eneo la madhabahu. Unaposoma Biblia yako katika kile kitabu cha Samueli sura ile ya 1, kuna mahali utakutana na mwanamke mmoja ambaye alikuwa anateseka. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kulikuwa na roho ya utasa,
lakini wakati wa mateso yake, vita yake kubwa aliyokuwa anapitia, alikuwa anapitia vita kwa njia ya Penina. Kwa nini? Penina alikuwa anamcheka. Kwa nini? Kwa sababu yeye hana watoto. Kwa hiyo wakati alipokuwa akimcheka, maandiko yananiambia ya kwamba wala hana kushindana na Penina, aliendelea kumtafuta Bwana. Hata wakati mwingine Biblia inaniambia ya kwamba alivyokutana na makuhani wa Bwana, wakamwambia, wewe mwanamke utalewa mpaka lini? Biblia inaniambia ya kwamba yule mama, kwa kuwa alikuwa anajua ya kwamba nini alichokuwa anakitafuta, akajua siri iliyoko ndani ya sadaka. Maandiko yananiambia ya kwamba akaiweka sadaka ya ule uzao wake wa kwanza utakao kuja. Biblia inaniambia ya kwamba Bwana akafungua tumbo lake. Ndani ya sadaka kuna vitu vinafunguka. Sikiliza, Bwana akakumbuke hizo sadaka zako. Kila kilichofungwa kikafunguke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea hizo neema, pokea hizo neema. Sikiliza, nataka uone kitu cha ajabu kabisa. Kwenye ulimwengu wa kuzimu nao una makuhani wake, na kuhani wa ulimwengu wa kuzimu ni mtu yoyote ambaye amefanywa ili aweze kwenda kuharibu maisha ya wengine. Kwa hiyo kila anayeharibu maisha ya wengine, maana yake huyo kuzimu inamtambua na anatumika kama kuhani wa huo ufalme. Sikiliza, watu wengi wanafikiri makuhani wa Baali au wa nguvu za giza ni wale tu ambao wanaitwa waganga wa kienyeji. Wengine wanafikiri ya kwamba wale makuhani aidha ni wale wachawi. Sikiliza, hata mbea ni kuhani wa kuzimu. Kwa hiyo unapoyasema mambo ya watu, kumbuka kwamba unafanya kazi ya kuzimu. Kuna watu wamefarakanisha watu, na hao watu ni kwa sababu tu ya kutunga, ni kwa sababu tu ya kusema maneno ya umbea, maneno yanayoleta uharibifu. Kwa hiyo wakaharibu maisha ya wengine. Hao nao tunawaweka kwenye ukuhani wa kuzimu. Sikiliza, makuhani wengine wa kuzimu ni wale wanaoingia kwenye ndoa za watu na kuharibu ndoa za watu. Hao nao ni makuhani wa kuzimu. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya hicho kitu unachokifanya kimebeba uharibifu. Kwa hiyo na wewe unahesabika kama kuhani wa kuzimu. Mwambie mwenzako acha. Mwambie uliyekaa karibu naye acha. Mwambie hiyo tabia sio nzuri, acha. Mwambie, mguse. Mwambie acha. Hata kama umeketi na mume wako, mwambie acha, hiyo tabia ni ya kuzimu, acha. Umepewa mke wako, ridhika naye. Umepewa mume wako, ridhika naye. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya hiyo ndoa kuna baraka za Bwana. Nami ninazitangaza baraka za Bwana katikati ya hiyo ndoa ya kwako, katikati ya watoto wako. Hata kama adui amewapiga akaileta roho ya ulevi, sioni leo katika jina la Yesu Kristo ninaiondoa katika jina la Yesu. Maana Mungu tuliye naye ni Mungu ambaye ana uwezo wa kuharibu kila aina ya milango ya madhabahu ya kuzimu. Kwa simama na Mungu vizuri, maana usipotumika katika upande wa nuru, utatumika upande wa giza. Rafiki yangu mmoja akaniambia neno, akaniambia ukiona Mkristo wako kuna namna hatumiki kwenye madhabahu yake, jua kuna mahali anatumika. Hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kukaa salama katikati ya ulimwengu wa kiroho. Kwa nini? Kwa sababu maisha ya mtu yamewekwa chini ya ulimwengu wa rohoni. Unaposoma Biblia yako kuna vitu vya ajabu sana
unaweza ukaviona ukashangaa. Unaposoma Biblia yako, tunaposema mambo haya ya hawa makuhani wa kuzimu, kisoma Biblia yako katika kile kitabu cha Samueli wa kwanza, kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 5 mstari ule wa kwanza hata ule wa 7, utasoma mwenyewe kwa nafasi utakayopata. Kuna Mungu mmoja katikati ya mji wa Kanani, alikuwa anaitwa Mungu Dagoni. Dagoni huyu Wafilisti wengi walimtumikia, na wakati Wafilisti walipomtumikia huyu Dagoni, maandiko yananiambia ya kwamba walijenga mpaka mahema mahali ambapo wanakutania kwa ajili ya kumwabudu Mungu Dagoni. Na huyu Mungu Dagoni alikuwa na makuhani wake ambao walikuwa wanafanya kazi ndani ya hiyo madhabahu. Sikiliza, Biblia inaniambia ya kwamba katika kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 4 utaona vita kati ya Waisraeli pamoja na hawa Wafilisti. Maandiko yananiambia ya kwamba wakati waliposhindana, Waisraeli wakapigwa. Waisraeli walipopigwa, wale Wafilisti wakachukua sanduku la agano. Biblia inaniambia ya kwamba walipolichukua sanduku la agano, wakafika katikati ya Mungu Dagoni, wakaingia kwenye madhabahu ya Dagoni. Walipoingia kwenye hema la Dagoni, Biblia inaniambia ya kwamba kitu kikubwa walichokifanya, walifanya namna ya kuliachilia lile sanduku la agano katikati ya Mungu wao ambaye ni Dagoni. Biblia inaniambia ya kwamba majira ya Bwana yalipofika, akaja kujitetea mwenyewe. Walipigana na Waisraeli wakawashinda, lakini hawakumshinda Bwana. Biblia inaniambia ya kwamba Mungu akashuka mwenyewe katikati ya ile hekalu la Dagoni. Biblia inaniambia hekalu likaanguka, na lile hekalu lilianguka kifulifuli. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya nguvu za Mungu, Mungu hazuiliwi na hali fulani ambayo ipo kwenye eneo. Hata kama katikati ya hilo eneo kuna miungu ambayo inatesa watu, katikati ya misitu unayopita katikati ya hilo eneo, katikati ya viwanja unavyopita katikati ya hilo eneo, hata katikati ya makaburi, sikiliza nikwambie, Bwana anaweza kuja mahali hapo akarejesha vya kwako na maadui wakaanguka. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya Mungu kuna nguvu za Mungu. Kwa hiyo unaweza ushangae sana kwamba kuna madagoni wako katikati ya eneo lenu, na ukipita kwenye hilo eneo unaogopa. Angalia eneo unalopita alafu unaogopa. Unapita kwenye hilo eneo unataka hata kujificha. Hofu inaingia ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu ya hali ya taarifa ulioisikia juu ya Mungu aliyeko katikati ya hilo eneo. Mimi nakumbuka kule kwetu kuna eneo moja ambalo lilikuwa na makaburi, na katikati ya hayo makaburi kuna roho zilikuwa zinapita kama vimbilikimo. Kwa hiyo mtu akifika pale, akipita vile vimbilikimo kinakusalimia. Wazee wetu wanasema kikikusalimia ukiitika ni shida, usipoitika pia ni shida. Kwa hiyo watu walikuwa wanaogopa lile eneo. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya lile eneo kuna mahali ambapo adui amewekeza nguvu zake pale. Kwa hiyo ile kuzimu iliyoko katikati ya lile eneo, watu wakipita katikati ya lile eneo wanaogopa. Sikiliza, inawezekana katikati ya mji wenu kuna mahali hata wewe ukipita kuna hali ya hofu inaingia ndani yako. Sikiliza, waliokaa na Mungu sawasawa, wanaojua siri za Mungu sawasawa, hawaogopi kwa sababu kuna kitu ambacho kipo katikati ya eneo lao. Hawaogopi madhabahu iliyojengwa, hawaogopi hata kama ina taarifa mbaya, hawaogopi hata kama ina taarifa za kutisha. Kwa nini? Kwa sababu wanajua ya kwamba Mungu tunayemwabudu anatisha kuliko miungu yoyote
yoyote ile inayoonekana katikati ya ardhi ya kwetu, inayoonekana katikati ya ardhi ya kwenu, inayoonekana kwenye njia panda, inayoonekana kwenye kando kando ya mito, inayoonekana kwenye miti minene, kila mahali Bwana alishapatawala. Kwa hiyo usiogope kupita mahali kwa sababu ya Mungu aliyeko katikati ya hilo eneo. Endelea kupita ukiamini ya kwamba nguvu za Mungu wa madhabahu zina uwezo wa kukutetea hata katikati ya changamoto ya miji unayoijua. Mpendwa mtu wa Mungu, nguvu za Mungu natamani zikufikie mahali ulipo, maana nguvu za Mungu zitakapokufikia, hao makuhani wa kuzimu waliokukamata na waliokamata hatima yako wataiachia leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunatamani tutangaze utiisho wa Mungu katikati ya madhabahu zilizoshikilia eneo lenu. Tutangaze utiisho wa Mungu. Hizo madhabahu za giza ziachie. Kwa nini? Kwa sababu nguvu za Mungu haziwezi kukimbia nguvu za kuzimu, bali nguvu za kuzimu zinakimbia nguvu za Mungu. Kwa hiyo wakati watumishi wa Mungu waimbaji wanapopita mahali hapa, tutakapomwimbia Bwana wimbo wa kuabudu, tutaishughulikia hiyo miungu ambayo inatisha katikati ya eneo lenu. Huyo Dagoni wa eneo lenu tutamshughulikia katika jina la Yesu. Na kama mahali ulipo uko peke yako na unajua huyo mtendakazi katikati ya hiyo madhabahu, endelea tu kumtaja, endelea tu kumtaja, endelea tu kumtaja, ila usimtaje watu wengi wakiwepo. Taja ukiwa peke yako. Kwa nini? Kwa sababu serikali haijui habari ya mchawi, haijui habari ya mganga. Yenyewe serikali inaamini mambo ni shwari. Kwa hiyo ukitaja mtu tofauti tofauti hapo utakamatwa. Kwa hiyo na sisi tunatamani tumshike kwenye ulimwengu wa kiroho. Kwa nini? Kwa sababu na wewe anashughulika na wewe kwenye ulimwengu wa kiroho. Mtumishi wa Bwana, karibu. Haleluya, haleluya. Basi tunapokwenda kumwadhimisha Bwana, jiachilie mbele za Bwana ukiamini Mungu anakwenda kutenda. Ni saa ambayo Bwana anakwenda kutenda miujiza yake. Ni wakati ambao kwa neno ambalo tumelisikia kutoka kwa mtumishi wa Mungu, ni majira ambayo Bwana anakwenda kukutendea muujiza wako. Fungua moyo wako sahi. Tunapokwenda kuimba wimbo huu, tumwambie Bwana atende muujiza wake sahi. Na kuna watu wataleta shuhuda zao katika jina la Yesu. Tunaenda kumwambia tu Bwana, usituache saa hii ipite, majira haya yapite bila kututetea, bila kutenda muujiza yetu. Haleluya. Unaweza tu ukafanya mikono namna hii kwa ishara ya kupokea ule muujiza ambao Bwana anakwenda kukutendea saa hii. Saa hii, saa hii, saa hii. Nguvu za Bwana, nguvu za Bwana, nguvu za Bwana. Ndio. Tenda muujiza. Yesu, tunasema tenda muujiza. Yes. Kaa vizuri na Bwana. Usiache Yesu saa hii ipite bila kutenda muujiza. Ziko nguvu za Mungu zinapita. Tenda muujiza. Tunasema tenda muujiza. Usiache Bwana saa hii ipite bila kutenda muujiza.
muujiza. Yesu tenda muujiza. Yesu tunasema tenda muujiza. Usiache Bwana, saa hii ipite bila kutenda muujiza. Nguvu ya ajabu damuni mwa Yesu, kuna nguvu ya ajabu damuni mwa mwana kondoo. Iko nguvu ya ajabu. Kuna watu wameanza kupokea mwa Yesu. Iko nguvu ya ajabu damuni mwa mwana Yesu. Ile mizimu ya ukoo inaanza kupata tabu. Ile mizimu ya ukoo inaanza kupata tabu. Yale maagano tunaona yanaanza kupata tabu. Yale maagano yanaanza kuharibika. Kuna nguvu zinatendeka saa hii. Yes. Kuna miujiza inatendeka saa hii. Kuna vitu vinapasuka. Kuna vifurushi vinafunguka. Kuna vifungo vinafunguka. Kuna watu wanaachiliwa saa hii. Kuna nguvu inapita. 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 Kila maagano, kila nguvu za giza, kila mipango ya adui, toka chia kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Popote ulipojificha, popote mlipojificha, tunaachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu katika malango hayo, damu ya Yesu katikati ya maisha ya huyo mtu. Damu ya Yesu itende kazi. Damu ya Yesu inayonena mema. Damu ya Yesu vinafunguka. Kuna vifungo vya maagano ya kifamilia, kuna maagano ya wivu. Kuna watu wamemwonea wivu. Mnaachia. Kuna watu walipata mali zao wakadanganywa, wakaingia katika maagano yale ya kishirikina, nasi tunayavunja kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Moto unapita. Moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya, mwachie. Huna mamlaka shetani mlaniwa. Huna mamlaka kwa baba huyu. Huna mamlaka kwa mama huyu. Toweka kwa jina la Yesu. Huna mamlaka katika familia hii. Umewatesa, imetosha. Wamesogea mbele ya madhabahu ya Bwana, madhabahu inayonena mema. Ni saa ya kuachia kila vifungo, kila mamlaka, kila nguvu za giza, kila mitego mliowategea inaachia. Yes. Endelea tu kunyoosha mikono yako kwa Bwana. Yes. Kila kilichokamata juu ya hiyo madhabahu iliyokamata roho za watu, toka kwa jina la Yesu. Achia kizazi cha huyo mama,
Achia, 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 achia hiyo ndoa, achia hiyo familia, achia, achia, achia. Ninaona vitu vinavyoondoka, ninaona malango ya kuzimu yakiondoka, ninaona nguvu za giza zikiondoka katika maisha ya kwako na kila kilichokamatwa. Haya ya 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 haya ya 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 haya ya 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 haya ya 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 haya ya 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 vinakuachia, vinaondoka vilivyokukamata katika hilo eneo. Hiyo mizimu ya Dagoni, toeka, 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 toeka. Achia miguu yake, achia ufahamu wake, achia, achia elimu yake, achia hizo baraka zake, achia kwa jina la Yesu. Achia tena, achia tena hiyo ndoa, achia tena hicho kibali, achia tena hizo baraka, achia. Haya, unaga, unaga, unaga. Ninaona vitu vinavyoondoka katika maisha yako. Ninaona mtu aliyekamatwa kwenye paji la uso na madhabahu za kuzimu, vinaondoka, vinaondoka kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji wako, pokea nuru yako, pokea nguvu zako. Endelea kupokea muujiza wako katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Na mahali ulipo, kamata hiyo sadaka yako, kamata tu hiyo sadaka yako, tuinenee. Yes, tuinenee hiyo sadaka. Mtumishi wa Bwana anaiombea hiyo sadaka. Ikamate kwa unyenyekevu, ikamate kwa unyenyekevu. Kamata hiyo sadaka, nyosha mkono wako juu namna hii. Inamisha kichwa chako chini, funika macho. Sadaka inakwenda kunena mema katika madhabahu ya Bwana, na kila mmoja atakwenda kushuhudia matokeo ya hiyo sadaka. Tunaachilia nguvu ya uweza wa kiroho, uweza wa kimungu ulioko katika madhabahu hii kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, ninawasogeza wana wako waliokuletea madhabahuni pako sadaka, ukaitakabali. Takabali sadaka zao, pokea sadaka zao Baba, ukawaachilie neema itokayo kwako Bwana. Achilia baraka juu yao kupitia sadaka hiyo. Yes. Achilia baraka kwa watoto wao kupitia sadaka hiyo. Achilia sadaka yenye kunena mema madhabahuni pako Bwana. Nguvu yako Bwana ikatawale katikati yao. Kila mmoja akapokea hitaji la moyo wake, kila mmoja akapokea hitaji la moyo wake kupitia sadaka hii. Tunaomba Bwana, tunaomba Bwana Mungu uliye mtakatifu, usikie kuomba kwetu kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Basi mtumishi wa Bwana ukaendelee kubarikiwa. Basi ujiandae kwa ajili ya somo lingine linalofuata. Katikati ya madhabahu ya Bwana tutajifunza aina mbalimbali ya madhabahu, aina mbalimbali ya madhabahu. Jiandae mtu wa Mungu. Mungu akubariki. Neema ya Bwana ikatembee pamoja nawe tangu sasa na hata milele.